أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين وما قالت متحرزين، ونعوذ بالله من جور جائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. السلام عليك يا وارث آدم صفية الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. Ndugu zangu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Ndugu zangu, la kwanza kabisa ni kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametuwezesha katika mwaka mwingine, mwaka 2025, kuweza kupata fursa takriban miaka 7 mfululizo kuweza kuzungumza nanyi. Na ndugu zangu, katika mada yangu ya leo nitazungumza mada mbili tofauti. Mada ya kwanza ni mujtamaatu salih, yani kwa Kiswahili ni jamii yenye rutuba au jamii iliyo ya kisawasawa au jamii iliyokamilika. Mujtamaatu salih, jamii yenye rutuba. Kwa hiyo nitazungumzia masala ya kithakafa, ya kitamaduni na ya kijamii ambayo yaliyotuzunguka. Atakaponiwezesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni mujtamaatu salih, jamii yenye rutuba. Hiyo ndio kichwa cha habari cha mada ya kwanza. Mada ya pili, tutazungumzia mapambano dhidi ya umaskini, na nukta hii, na kila mwaka tunajitahidi kuja na sampo nyingine ya kuweza kuihamasisha jamii katika uchumi, kwa sababu uchumi ndio muhimili wa maisha ya mwanadamu ya kawaida katika ardhi hii.
kwani hata Uislamu leo hii usingeweza kufika katika ardhi hii. Na kwa maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, anazungumza kwamba Uislamu umesimama katika ncha tatu. Qama al-islam ala thalatha, Uislamu umesimama kwa nguzo tatu. Nguzo ya kwanza ni akhlaqu Muhammad, tabia njema ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi ilikuwa ndiyo kivutio kikubwa kilohamasisha jamii ikaingia katika Uislamu. Kwa hiyo Uislamu umesimama katika nguzo tatu, kwamba huu Uislamu tunauona leo uko Tanzania na mahala pengine kokote, muhimili wa kwanza ni tabia njema ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Na nafasi ya pili, Uislamu umesimama kwa upanga, kwamba watu walitumia nguvu, wako watu walitumia nguvu kuhakikisha Uislamu unasimama. Waliuza maisha yao, waliuza umri wao kwa ajili ya Uislamu leo ukatufikia katika ardhi zetu. Na nafasi ya tatu ambayo katika mada yetu leo kama tulivyoandalia kwamba ni mapambano dhidi ya umaskini, kwamba Uislamu umesimama kwa mali ya mama mtukufu Ummul Mu'minin wal Mu'minat, Mama Khadija, mama wa Waislamu wote. Alibadhirisha mali yake, alitumia mali yake kwa ajili ya kusimama Uislamu. Kwa hiyo hii ni introduction, ni utangulizi, ili tupate kuelewana takapoingia katika mada hizi mbili. Kwa hiyo mada hii ni dharura, mada hii ni dharura, ni dharura inatulazimu kwenda kuleta hamasa katika jamii yetu, kwenda kubrainwash, kusafisha kichwa, ili tupate jamii itakayokuwa imeimarika. Na ni mada muhimu sana katika ulimwengu tuliokuwa nayo, kwa sababu mali ni kila kitu. Kila unalolifikiria, hata ukenda ukaanza kumsalimia ndugu yako, basi tambua umeifikiria hela. Hata unataka kuwasiliana na mwenzio kwa simu, tambua umeifikiria hela. Hata unapotaka kwenda shamba, umeifikiria hela. Ukitaka kwenda kuchagua mke, umeifikiria hela. Ukitaka kwenda kusoma, umeifikiria hela. Kila unachokifanya leo, mpaka tukija msikitini lazima tufikirie hela, kwa sababu kuna taa zinatumia kaharaba, natumia umeme, kuna marawe, hizi feni. Kwa hiyo kila hatua zinahitajia uchumi. Kwa hiyo uchumi lazima tuzungumze. Kwa hiyo tunajaribu kutoa maelezo haya ili usiwe na maswali kwamba kwa nini inazungumziwa habari ya fedha katika misikiti. La, Uislamu umesimama kwa mali ya Mama Khadija. Kwa hiyo ni lazima sisi kama Waislamu tuzungumze namna gani tutajikomboa, namna gani tutaachana na umaskini. Na maneno yanaishi, maneno yanaishi, ndio maana tunazungumza. Maneno yanaishi, hata yasiporekodiwa maneno yanaishi. Leo panapozungumzwa maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yanapozungumzwa matamshi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ali, ni kama mtume amezaliwa jana. Hii ni sifa ya maneno kuishi. Kwa hiyo jamii itaelewa tu, mahma yakun, vyovyote itakavyokuwa, jamii itaelewa
na maneno ni hatari kuliko kisu. Kisu kinamjeruhi mtu kimemalizika, lakini maneno yanaendelea kusaidia. Kwa hiyo ni lazima tuweze kuzungumzia mapambano dhidi ya umaskini, kwa sababu maskini sio sifa njema. Hata maskini ukimwambia wewe maskini hasikii raha, kwa sababu maskini sio sifa njema. Ndugu zangu, tuende moja kwa moja katika mada yetu ya mwanzo inayoelezea mujtamaatu salih, yani jamii yenye rutuba. Mujtamaatu salih, jamii yenye rutuba. Tutapata vipi jamii yenye rutuba? Vipi tutapata jamii yenye rutuba? Yani maana jamii iliyo kisawasawa, jamii iliyo nzuri, jamii yenye tabia njema, jamii inayomwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, jamii yenye uchumi. Ajaribu kusherehesha ili upate kuelewa. Mujtamaatu salih, jamii yenye rutuba. Namna gani tutaweza kupata jamii ya kisawasawa itakayosaidia jamii yetu? Namna gani tutampata mwanadamu ambaye atakuwa ni muhimili katika jamii yetu? Min nahiyati al-islamiyya wa min nahiyati al-ijtimaiyya, katika upande sisi kama Waislamu, namna gani tutampata mtu ambaye atakuwa ni muhimili katika jamii yetu sisi kama Waislamu, na namna gani tutapata mtu ambaye atakayesaidia jamii ya kawaida, wakiwemo Waislamu, Wakristo na Mabudha na wengineo. Silaha gani itumike katika kumtafuta mtu wa aina hiyo? Tuangalie, twende katika min nahiyatul islamia, katika upande wa Waislamu. Namna gani tutampata kijana, tutampata mtoto ambaye atakuwa ni muhimili wa Kiislamu, atakayekuwa na tabia njema, atakayekuwa na uchumi, atakayekuwa ni kiigizo katika jamii ya Kiislamu katika kusaidia Uislamu. Mtoto ambaye atakuwa na adabu, mazungumzo yake yatakuwa ni mazuri mbele ya wazazi wake na jamii iliyomzunguka. Mtoto ambaye anayemwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kutekeleza maamrisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Namwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anipe taufiki katika hilo. Ndugu zangu, ili umpate mwanadamu aliyokweli kwa mtazamo wa Kiislamu, kuna mambo ya kuzingatia na ni muhimu sana. Jambo la kwanza, katika mtu wa kwanza, kiumbe wa kwanza ambaye anaweza kuitengeneza jamii ni mwanamke. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama anasema, mwanamke akitengemaa, umma umetengemaa. Mwanamke akiwa sawa, basi jamii imekuwa sawa. Kwa hiyo jambo la kwanza, unapotaka kutengeneza mtoto, kupata mtoto ambaye atakuwa ni mchango katika jamii ya Kiislamu, ni lazima uangalie mwanamke gani unataka kwenda kumwoa.
Sisi tuko pamoja? Unapotaka kumtengeneza kiumbe, usipepese macho labda ukavutiwa kwa kimoja, labda ni mrembo tu ikakuvutia ile la urembo ukaishilia hapo. Kuna mambo mengi ya kuzingatia katika uwe mwanamke, kwa sababu tambua, ukifeli katika kuchagua mke umefeli maisha. Yaani mwanamke ndiyo kiwezeshaji cha kuiwezesha jamii yetu ya Kiislamu hiyo imara, na wewe mwenyewe ikusaidie. Yote msingi wake ni mwanamke. Ni mwanamke gani unakwenda kumchagua? Jambo la kwanza kabisa la kuzingatia, nitakuja katika sherehe yake, ngoja njaribu nifanye nichukue baadhi ya nukta kisha tutazipa nyama. La pili, baada ya kuchagua mke aliye bora mwenye sifa alizoziainisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ale, kwanza akuvutie kwa urembo wake, tuujibuk, umpende. Kisha mwanamke huyo dini yake ikuvutie. Kisha mwanamke huyo ukoo gani anatoka. Kisha mwanamke huyo anamiliki nini. Yani mali hii, mali ni neno pana sana, lakini katika tafsiri ya kawaida sendi kuzungumza mali, unaweza kunitafsiri vibaya. Twende, anamiliki nini? Nani huyo mwanamke? Hana kipi cha ziada? Neno mali kwa Kiarabu ni fedha, lakini tusende katika lugha, twende katika istilaha, ni kile anachomiliki. Ana kipi cha ziada ambacho wewe huna, unataka kwenda kukichukua kwake? Kipi? Ana uelewa wa juu, wanaita IQ, ana ufahamu wa juu, ana elimu, ana mali bidhabt, kwamba hichi amekishika katika uasili wake, au ana kipi? Bimalihi. Maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mambo manne ya kuzingatia. Na kwa kuwa Uislamu ni dini iliyo kamili, profesa wa maprofesa, mwalimu wa mwalimu, Bwana Mtume Muhammad alishamaliza. Na ndio maana katika dibaji yake Mtume katika hijjatul wadaa, Mtume anajiamini, anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimewakamilishia dini yenu, leo nimekamilisha mfumo wa maisha. Kwa hiyo ili utengeneze jamii iliyo imara, mujtamaatu salih, jamii yenye rutuba, msingi wako ni mwanamke. Ukifelia hapo umekusha. Sio tu ya kuwa wewe labda unaweza ukawa ni maskini, sio tu ya kuwa wewe itakuwa una misingi ya Kiislamu, bali tarajia unaweza ukazaa vibaka, watu wasiosoma, watu ambao hawana mwelekeo wa aina yoyote katika jamii yetu. Manbati yake, msingi wake ni mwanamke. Sasa baada ya mwanamke la kuzingatia, yule mwanamke wakati unaishi naye mwenye sifa hizo nilizoziainisha. Chakula gani unakula katika nyumba yako? Halalun am haram? Ni halali au haram? Kitu hakiwezekani. Naomba nisikilize vizuri sana. Tarajia ukila baga, ukitapika utatapika baada.
hiyo kumtengeneza mwanadamu wa kweli wa sawasawa, zingatia chakula gani unachokula nyumbani kwako. Sehemu ya pili. Sehemu ya tatu, lugha gani unayoizungumza nyumbani kwako? Nikimaanisha lugha, na maanisha matusi. Huenda unaishi katika matusi, wewe na mke wako kazi yenu ni kutukanana tu, mkigombana mwatukanana, hamuheshimiani, hakuna kiongozi wa familia. Ni eneo muhimu sana la kuzingatia, lugha gani mnazozizungumza. Hata nyumbani kwako unapochukua Qur'ani ukaiweka, labda ukafungua sauti ya Qur'an ikawa nyumbani kwako inazungumzwa, usije ukadhani kwamba haina athari ile sauti. Ile Qur'ani unayoifungua nyumbani kwako inakwenda kugonga, kwa sababu inamwangwa, lazima ipige kwenye ukuta kisha iingie katika masikio ya wale wanaoishi katika nyumba ile. Kwa hiyo cha kuzingatia, na nukta ya tatu, ni lugha gani mnazozizungumza wewe na mkeo, ili mpate mujtamaatu salih, jamii yenye rutuba. Warabu wanasema idha ghaba al-asl shufa dalil. Ukitaka kumjua mtu mwangalia alivyo. Ukimwona tabia yake anayumbayumba, tambua ya kwamba humu pwani watu wamenadiana utumwa. Ukimwona ile tabia yake mtoto, jua kwamba huyu baba yake na mama yake ndivyo walivyo. Waniadhu billah, lugha ngumu kidogo, tanisame. Yani utakapomwona mtu, japo tuzungumza katika jamii yetu kwamba hakuna bingwa wa kulea, hakuna bingwa wa kulea, lakini kuna jitihada kwamba unapomwona mtoto ndio zalio kwamba ya kujua kwamba baba na mama uko nyumbani wana hali gani. Jambo la kwanza tumezungumza ni eneo la kuchagua mke, kwamba mwanamke gani unakwenda kumchagua, na tukasema na nukta ya pili ni chakula gani unachokula, na nukta ya tatu ni mazungumzo gani, na mnayoishi nayo katika nyumba yenu. Nafasi ya nne ni neno la kwanza baada ya kiumbe kuzaliwa. Chamchagua mchumba, umeshaoa. Sasa baada ya kuoa, mmeishi, mazungumzo mnazungumza, na mazungumzo mnazungumza ni tangu mtoto yuko tumboni, wakati wa ujauzito. Mazungumzo gani mnazungumza baba na mama? Haina maana kwamba yule mtoto katika ujauzito ndani ya tumbo la mama yake labda hana habari. Mazungumzo mnazungumza baina ya baba na mama. Waislamu, amkeni, jamii amkeni. Mtoto akiwa tumboni mwa baba yake, mwa mama yake, akiwa tumboni mwa mama yake, yanaana leo umu katika pwani wajawazito hawaruhusiwi kula miswele wala kula kamba, kwa sababu mtoto akitoka anatoka na maalama. Kuna mawasiliano baina yanayojiri katika ulimwengu na ujauzito na mtoto aliye tumboni, na hata ile tarabu unapoiweka na kigodoro chako
na mziki wako uliofungulia mtoto naye anazo habari. Kwa hiyo kutengeneza mtoto sio jambo rahisi. Mujtama'atu salih, kumtengeneza mtu aliyo salama sio rahisi. Mwenyezi Mungu atujalie tuongoze katika hilo. Hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipotaka kutafuta mtoto ambaye ni mwana Fatima binti Rasul, Mtume anasema aliletewa chakula na Jibril kutoka katika mbingu. Wakati ule usiku Mtume akala chakula kile na mama Khadija akala chakula kile, wakazaa mtoto anaitwa Fatima Zahra al-Batul. Kwa nini ameitwa Batul? Na mke safi ambaye hakuwahi kwenda hedhi hata siku moja. Alimzaa mtoto wake anaitwa Hussein wakati wa magharib, akaoga fakhtasalat wa sallat al-isha, akaoga na akaswali salat al-isha. Salieni Mtume Muhammad. Chakula kilitoka mbinguni na Jibrili, wakapewa mke na mume Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mke ni mama Khadija. Kwa nini nazungumza haya? Tunataka tuangalie mawasiliano ya chakula na kumtengeneza mwanadamu. Ni jiografia, yani nikimaanisha jiografia ni mtaa gani unaishi, ili upate mtoto aliye na adabu. Hata unapokwenda kupanga, je, wenda kupanga mtaa gani? Usije ukatarajia unakwenda kukaa katika mtaa ambao una vilabu vya pombe, una magrosari, alafu upate mtoto aliyekuwa msalihina. Ni kwa rehema za Mwenyezi Mungu. Inawezekana, lakini ni kwa rehema za Mwenyezi Mungu. Tengeneza mwanadamu aliyekuwa ni salama. Kuwa makini, ukikosea kuoa umekwisha. Tambua wewe mwanamke uliompa dhamana ni mama wa familia yako, ndiye muasisi wa kizazi chako. Kuwa makini.